Mimi ni kwa jina naitwa Sheikh Abubakar Ali Muhammad, ambaye ni imamu wa Masjid Kubwa Soweto na ni shehe wa kata hii ya Soweto. Baada ya kujitambulisha kuhusiana na mwezi huu ambao tunaukaribisha au tunautarajia leo au kesho, huenda tukaanza Ramadhani, yani mwezi ukaandama leo ama kesho, kwa sababu hatujui kwamba ni leo au ni kesho, tunategemea na muandamo wa mwezi. Kwa hiyo kuhusiana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ni mwezi ambao wenye baraka, wenye kheri, wenye fadhila mbalimbali ambazo zinapatikana katika mwezi huu. Katika miezi 12 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea mwezi mmoja ambao ni mwezi wenye fadhila kubwa, na ni mwezi ndio mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha Qur'ani, na ni mwezi wa tauba, ni mwezi wa mambo mbalimbali ambao Mwenyezi Mungu ametuzidishia. Kila anayefanya jambo jema katika mwezi huu basi huwa linaongezeka mara nyingi sana, mpaka mara 700 kufuatana na ile nia yako na ikhlasi yako ya jambo lile ambalo unalifanya. Kwanza kubwa ni kupokea mwezi huu kwa furaha, kwa kufurahia kwamba mwezi unakuja, mwezi wa neema, mwezi wa baraka. Lazima kila mmoja awe ni mwenye kufurahia mwezi kama huu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia yoyote mwenye kufurahi kwa kuingia Ramadhani, basi mtu huyu ameharamishiwa kiwiliwili chake na moto, kwamba hatoingia katika moto kwa sababu ya ile furaha, kufurahia mwezi mtukufu kama huu ambao wenye baraka, wenye neema kubwa. Mwezi kama huu, jambo kubwa kwanza ni hilo la kufurahia kwanza mwezi, kuingia mwezi, yani ukawa na furaha kwa kuingia mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Mwezi kama huu una mambo mengi ambayo ya kufanya. Kwanza kutengeneza nia yako unapoingia ndani ya Ramadhani au kupokea mwezi wa Ramadhani. Lazima utengeneze nia yako kwanza katika kujiandaa na kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nia ni kwamba wewe unakusudia kufanya mambo ya kheri katika mwezi huu wa Ramadhani unaokuja. Utengeneze nia yako, ima umekusudia kuyafanya yale mema, ima umekusudia kuwafuturisha watu, ama umekusudia kuwasaidia watu, umekusudia kufanya amali nzuri njema ambazo tumeelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzifanya ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo kubwa kwanza ni kutengeneza nia, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innamal a'mal binniyati. Nia, kila jambo ni nia, linazingatiwa nia yako. Umekusudia nini? Umedhamiria nini? Kwa ile nia yako ndio itakupelekea wewe kufaulu na kuyafanya mazuri zaidi. Ni ile nia yako kwanza lazima uitengeneze katika kuingia katika jambo hili. Kila mmoja ajitahidi kuitengeneza nia yake katika kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kama huu. Jambo lingine ambalo watu wanatakiwa walizingatie wanapoingia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni kuisoma Qur'an, kwa sababu mwezi huu ndio ule mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia unzila fihi alquran, yani mwezi huu wa Ramadhani ndio Qur'ani imeshuka. Qur'ani imeshuka ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na ndio maana mwezi ukapata utukufu zaidi, ni kwa sababu ya kushuka Qur'ani katika mwezi huu. Kwa hiyo mwezi ambao Qur'ani imeshushwa katika mwezi huu, na ndio maana mwezi ukapata umaarufu, mwezi wa Ramadhani ukapata umaarufu zaidi, ni kwa sababu ya kushuka Ramadhani, kushuka Qur'ani katika mwezi huu. Kwa hiyo watu wazingatie na waliendee
katika kuisoma Qur'ani na kujua maana yake na kuyafuatilia nini alichozungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an. Kwa hiyo huu mwezi wa Ramadhan watu wazingatie sana kuisoma Qur'an, yani wakusudie na kujipangia kwamba mimi nitakuwa naisoma Qur'ani katika siku kama katika kila siku nitasoma kiasi gani kuisoma Qur'an. Kwa jambo hili ni muhimu sana watu wazingatie kwamba ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani huu aisome Qur'ani, imani kuisoma juzu nani Qur'ani nzima, ama ni mara 3 ni mara 4 kwa sababu salaf saleh watu wema waliopita zama hizo nyuma zilizotangulia walikuwa wanasoma mpaka mara misahafu 60 kwa mwezi au kwa siku 30. Ina maana alikuwa wakisoma misahafu 2 kwa siku moja. Kwa hiyo kwa maana ya mwezi kwa siku 30 anaisoma Qur'ani mara 60. Ndugu zangu, na katika jambo lingine tena katika kulizingatia ni watu, huu ni mwezi wa tauba. Ni mwezi wa tauba, ni mwezi wa kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika yale ambayo watu wamemkosea Mwenyezi Mungu katika miezi hii iliyopita, miezi 11, basi wakawa ni wenye kutubu. Kwa sababu ni mwezi wa tauba, watu watubu, wajutie makosa yao ambayo waliyofanya, maasi ambayo waliyofanya, kwa sababu mwanadamu, hakuna binadamu aliyokamilika, kwa sababu binadamu ni mwenye kukosea. Kwa hiyo katika yale ambayo wamemkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi watubu, watubie na tauba, watubu tauba ya uhakika, sio tauba ile mradi tu au baada ya muda tena amerudi, au baada ya Ramadhani mtu anarudi tena katika maasi. Yani tauba nasuha ni tauba ya ukweli, yani kwamba hatorejea tena katika maasi. Kwa hiyo jambo lingine ni watu wahakikisha wanatubu katika mwezi huo wa Ramadhani, kujutia makosa yao waliyofanya katika miezi mingine iliyopita. Jambo lingine ni kukusudia kutoa sadaka, zaka, kusaidia maskini, mafukara, wajane, mayatima. Yani ajitahidi mtu katika mwezi huu wa Ramadhani unaokuja, basi afanye hayo ya kuwasaidia wale ambao hawajiwezi, kutoa sadaka mbalimbali, kutoa zaka na kadhalika. Mwezi huu ambao nyongeza yake unapofanya katika mwezi wa Ramadhani inaongezeka mara dufu, yani mara nyingi zaidi zile thawabu zake. Jambo lingine ni watu kujitahidi kupanga ratiba, yani kila muumini apange ratiba yake katika huu mwezi, kwamba mimi ratiba yangu kuanzia alfajiri mpaka kuja kulala, ratiba yake ameipanga kwamba anafanya nini mpaka siku inaisha. Ina maana akipanga ratiba atakuwa amefanya mambo mazuri zaidi. Lakini usipopanga ratiba au kwao unajiendea tu, basi Ramadhani inaweza ikaisha na wewe hujafanikiwa chochote au hujafanya jambo zito au jambo zuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo muhimu ni ratiba, kuipanga ratiba, vipindi vyako vipange vizuri, na ikiwezekana uwe na fursa, yani imani kazi zingine uziache kwa ajili ya kufanyia kazi huu mwezi mtukufu Ramadhani, kwa sababu hii ni chance ambayo haiwezi kupatikana tena, ni mpaka mwaka upite tena. Yani Ramadhani ni chance kubwa sana, na baadhi ya watu wengine huwa wanachukua kabisa likizo katika mwezi kama huu wa Ramadhani unapokuja, basi anachukua likizo kwa ajili ya kuwa na vipindi vingi vya kufanya yale mema ambayo tumeelekezwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwezi kama huu, kama nilivyosema, ni chance, ni fursa kubwa sana, kwa sababu Ramadhani inapoingia ule usiku wa mwanzo tu, milango hufunguliwa, milango ya khair, milango ya baraka Mwenyezi Mungu anaifungua, milango ya rahma inafunguliwa, mashaitani yanafungwa, milango ya moto inafungwa, milango ya pepo inafunguliwa mpaka Ramadhani inapokuja kuisha. Kwa hiyo kila kitu mashaitani yote nafungwa nini, au kwa ajili ya nini?
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka waja wake waweze kufanya vizuri katika mwezi huu wa Ramadhani, wafanye yale mazuri, neema ambazo zinapatikana waziendee vizuri, ibada waiendee vizuri. Kwa hiyo hakuna tena mashaitani ya kuwasumbua waja wake. Kwa hiyo ni mwezi ambao ni muhimu sana kila mmoja akajitahidi katika kuyafanya yale ambayo tumeelekezwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kubwa zaidi pia watu wajitahidi kujiepusha na maasi. Wajiepusha na maasi katika kipindi hiki, na sio kupokea Ramadhani. Kupokea Ramadhani sio kwa kuvunja jungu. Watu wanakwenda kuagana na mwenzie ambaye si halali yake, eti wanaenda kupokea Ramadhani, wanaenda kuagana. Ile ni jambo baya na baya zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usiukaribishe mwezi mtukufu Ramadhani na huku unafanya maasi. Kwa hiyo ni jambo ambalo tumekatazwa katika Uislamu wetu, umetukataza vitu kama hivyo.